Kwa jina naitwa Tryphon Evaristi, mwanamuziki kutoka Zanzibar. Pia ni mwalimu na ni mkurugenzi sanaa kutoka chuo cha muziki Zanzibar, DCMA kwa maana ya Dau Countries Music Academy. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwajuza mashabiki na wadau wote wa muziki kwamba tarehe 3 ya mwezi wa 5 2025 na kwenda kufanya uzinduzi mkubwa sana. Labda naweza kuthubutu kwamba kwa fahamu zangu tangu nimepata fahamu haujawahi kufanywa na msanii wa hapa Zanzibar. Utakwenda kuwa uzinduzi wa ajabu sana na wa kipekee sana, ambao ni tarehe 3 mwezi wa 5 2025. Uwekezaji mkubwa umefanyika, kila kitu kitakuwa kinafanyika live hapo kabisa. Kwa hiyo hakuna kufake, kila kitu kitakuwa ni real. Na uzinduzi huu natarajia kufanya kwenye ukumbi wa Idris Abdul Wakil au baraza la wawakilishi la zamani pale, kuanzia muda saa 1 na kuendelea kabisa. Amka kuna sababu mbili kuu. Sababu ya kwanza kwa nini albamu inachukua jina la Amka, sababu ya kwanza ni kuna wimbo ambao unaitwa Amka ambao unabeba jina la album, lakini sababu ya pili pia nalenga kuwaamsha watu ambao wamekuwa wakiwekwa kwenye usingizi mzito wa kusikiliza miziki ambayo wanaamini kwamba ndio miziki mizuri. Yaani kila leo huwa ndio miziki ambayo inayopewa airtime, na badala yake wapate nafasi ya kusikiliza vitu vingine vizuri, waone kwamba kuna aina nyingine za muziki ambayo ni nzuri zaidi ya hivyo ambavyo walivyozoea. Kwa hiyo uzinduzi wa albamu hii utakwenda kuwaamsha watu waamke katika usingizi wa hayo mazoea ambayo waliokuwa nayo kusikiliza muziki ambayo tayari wameizoea. Badala yake waje na huko waone upande mwingine wa muziki. Aina muziki ambao unafanya ni Afrofusion. Kwa hiyo nawaamsha watu waweze kuona na kusikia aina nyingine ya ladha ya muziki. Nimeamua kuzindua kwa sababu uzinduzi naona kabisa kwamba unamata sana, kwa sababu sio kila mtu anaweza akapata muda wa kupitia social networks zangu. Kwa hiyo once naamua kufanya uzinduzi utakuwa mahala fulani, kutakuwa kuna waalikwa. Kwa hiyo waalikwa hawa kutoka hapo wanaweza wakawa mabalozi wazuri wa watu wengine. Kwa hiyo na huu sio uzinduzi wangu wa kwanza, ni wa kwanza kwa nyimbo nyingi kiasi hicho, lakini niliwahi kufanya uzinduzi wa wimbo wangu wa kwanza wa taarabu asilia kutunga. Nimeona athari yake baada ya kufanya ule uzinduzi. Kwa hiyo unakuta kwamba kila nilipokuwa napita, wale ambao waliokuja wakawa wananiambia, bana, wimbo wako uliofanya uliouzindua ulikuwa ni mzuri sana, nitumie, unawezaje kupata? Kwa hiyo nikasema okay, kumbe hili jambo lina manufaa makubwa sana. Kwa hiyo ndio sababu ya kunifanya albamu hii ambayo itakuwa inahusisha au inajumuisha nyimbo 10 ni zindue, lakini kwa ukubwa hasa. Maana natarajia kualika watu zaidi ya 200. Kiukweli kwenye nyimbo 10 nadhani nyimbo 2 tu ndio natarajia kushirikisha wasanii, na moja ni msanii ambaye ana rap, anafanya hip hop. Huyu niliwahi kusoma naye, anaitwa Saluti, lakini pia aliwahi kufanya kazi zake za muziki hapa Zanzibar, anatokea Bagamoyo. Na msanii mwingine, nina wimbo wangu mmoja ambao unaitwa Stop Racism, maana yake acha ubaguzi wa rangi. Huu nitamshirikisha mwanamuziki pia naye wa kike ana rap, ambaye niliwahi kufanya naye. Kulikuwa kuna tamasha moja nilishiriki, lakini hiyo nilishiriki kama nimpiga ganuni. Kwa hiyo nikavutiwa na uimbaji wake, nikavutiwa sana na punch yake hasa na rap. Kwa hiyo nikasema kabisa kwenye wimbo huu nikimpata dada huyu anaweza kufit. Kwa hiyo katika nyimbo 10 ni nyimbo 2 tu ambazo nimeweza kushirikisha watu. Katika uzinduzi huu ni mpaka sasa niweze kushukuru Mungu kabisa kwamba changamoto inanijia zaidi ni kwamba silali. Nimelichokonoa mimi mwenyewe, alafu linanikosesha usingizi, kwa sababu naona kwamba muda umeshafika na watu wengi wataweza kuhudhuria. Kwa hiyo nafikiria nifanye performance
kwa uzuri gani. Hicho ni kitu ambacho kinacho ni changamotisha. Lakini kwenye upande wa fund, alhamdulillah, wazo lilipokuja tu nikajaribu kuwashirikisha baadhi ya marafiki zangu, basi wakaamua kuni support. Kwa hiyo changamoto tunapitia sana ni hiyo tu ya kuwaza zaidi, lakini kila kitu kimekuwa kipo kwenye kama ambavyo kilivyopangwa. Kwanza muziki kwangu ndio maisha yangu. Nimeshawahi kufanya vitu vingi huko nyuma, lakini muziki ndio maisha yangu, na najua kabisa ndio kwa sababu sasa hivi naishi kwa sababu ya music, nakula kwa sababu ya music, nalipa kodi kwa sababu ya music, familia inakwenda haja kwa sababu ya music. Lakini pia kuna malengo makubwa zaidi ambayo nahitaji kuyafika. Of course nikiweza kuzungumzia kwamba maslahi, muziki unanipa maslahi. Kwanza inanipa wigo wa kukutana na watu tofauti, niongezea networking, sio tu kitaifa lakini hata kimataifa. Nimeshawahi kubahatika kusafiri baadhi ya nchi kadhaa kwa sababu ya music. Naweza kuingia sehemu tofauti ambazo kubwa, ambazo mtu wa kawaida, ama ungekuwa ni kawaida unawaza kabisa ungewezaje kuingia huko. Nimeshaingia kwenye balozi mbalimbali, nimeshasafiri nchi mbalimbali, na kwa Europe nimeshawahi kuingia nchi kubwa kabisa, Switzerland pale 2018, UAE sana nimeshaingia. Kwa hiyo huko Abu Dhabi, Kuwait, Sharjah, East Africa, Kenya hapo, Uganda pia. Kwa hiyo unaweza kuona labda ingenihitaji nijichange sana, maana yake niwe na pesa nyingi kuweza kupata nauli ya kusafiri nchi zote hizo, lakini nasafiri tu wenye matamasha yao au wenye matukio yao wanagharamia kila kitu. Nakuta kwamba maisha yanakwenda hivyo. Albamu takriban nyimbo nyingi nilikuwa toa pesa zangu mfukoni kwa ajili ya recording, lakini kwenye uzinduzi, kwa sababu wazo lilikuja kwamba nimemaliza kuperform tamasha la Sauti za Busara, labda nikaona nitakuwa kimya sana, mwezi wa 5 nifanye nini baada ya Ramadhani. Nikasema ndio wakati sahihi wa kuweza kufanya uzinduzi wa albamu yangu, na kwa mara ya kwanza nikawaza bajeti kubwa kichwani. Nikasema kwamba nataka nifanye album labda ya milioni 25 30. Sijawahi kufanya bajeti hiyo, sina pesa mfukoni. Kawa nawaza nitapata vipi. Kikao cha kwanza nikawashirikisha watu wangu pendwa, management yangu ya hapo DCMA Countries Music Academy, nikawapa hilo wazo, nikawaambia kwamba nahitaji kufanya uzinduzi na roughly budget na kusudia kufanya milioni 25 mpaka 30. Sina 100. Kwa hiyo wacha tukae tuone tunawezaje kuandika proposal na kuanza kupitisha bakuli. Lakini kwa bahati njema sana, kila jambo la heri huenda kwa heri, niliwatumia message rafiki zangu ambao wanakubali sana muziki wangu kutoka Urusi. Niliwaambia tu bana, natarajia kufanya uzinduzi tarehe fulani, nipo katika harakati ama mchakato wa kutafuta wafadhili. Je, mngependa kuwa part ya wafadhili? Message iliyokuja wakaniuliza unataka bei gani? Nikamwambia nahitaji budget ya milioni 25 mpaka 30. Swali jingine lilokuja, unazipataje tukihitaji? Kwa hiyo unaweza kuona yani niko so relaxed. Yani hao watu wanaitwa mama yangu. Au kidogo jina lao, lakini naweza nikawatumia hata logo. Ndio wafadhili wakubwa kabisa wa event hii, ndio ambao wanaonipa jeuri, yani wameweka hela hiyo kisu kimoja. Kwa hiyo nashukuru sana, ndio maana niko well relaxed. Kila ambacho nilichokiwaza ndicho ambacho kinakwenda kufanyika. Kwa hiyo wapo rafiki zangu hawa kabisa, wanatoka, wanaitwa Space for Development, nimekumbuka, kutoka Urusi. Wao ndio waliowekeza mzigo mrefu sana kwenye uzinduzi. Kutokana na budget hiyo, kwanza mwanzoni nilifikiria labda kufanya Golden Tulip na utamani huo ukumbi, lakini wale jamaa kukodisha tu ukumbi na mpaka na chakula inawezeka cost mpaka milioni 20 peke yake, hauja kodi sound system, hauja kodi lights. Kwa hiyo kutokana na ufinyu wa budget nikaona kabisa nikifanyia hapa inaweza kufaa. Lakini pia wise kutaka kufanyia Ngome Kongo kwa sababu ya hali ya hewa, pia nimeamua kufanyia ndani kwa sababu hali ya hewa yoyote
tukio liende likafanyike na lisiweze kuzuilika. Kwa hiyo ndio sababu kubwa. Watu ambao wana vipawa hivyo wasimamie vipawa vyao na wasimamie ndoto zao. Lakini pia si hayo tu, wakaribie kwenye kuongeza taaluma, maana kupata taaluma, kwa sababu kipaji bila taaluma ndo ile ni kana kwamba unakiviza. Kwa hiyo kama una taaluma ya music, karibu sana Dao Countries Music Academy, uje uongeze taaluma yako ili uweze kukifanyia kipaji chako kwa ufanisi mkubwa sana. Mimi ni mwanamuziki ambaye najiamini kwa sababu ni msomi. Popote duniani sitetereki kwa kazi yangu ambayo ninayoifanya, kwa sababu tunaongea lugha moja. Najua ninachokifanya kabisa. Nyimbo zote takriban kali. Yaani siwezi hata nikasema hii nzuri, hii mbaya. Zote ni kali. Ijapokuwa kuna wimbo ambao nimekuja kufanya mara ya mwisho hapa ambao huwa naupenda sana, unaitwa Nivushe. Na unazungumzia kwamba of course namuomba Mungu anivushe kwenye Dao, kwa sababu bahari ambayo ninayopita ina mawimbi makali. Labda naweza nikaimba kidogo. Ya Rabbi, nakuomba nivushe vyema na hili Dao, maana wale wote wanaonichamba ni wao ni mimi mwisho wao. Maana wako wanokesha wakiomba nirudi nyuma, kwa uweza wako unawashusha na wanavimba ukinivusha vyema. Bahari nipitayo ina mawimbi makali, na upepo nao unaniadhibu vikali. Wala tusihayo nyangumi na papa wakali, hata sijakera wao wanataka kunikatili. Chozi langu la unyonge linanitiririka, nivushe mbele nisonge, nisirudi nilipotoka. Ya Rabbi, nakuomba. Kwa hiyo naupenda sana huu wimbo. Wito wangu kwa serikali na kwa Baraza la Sanaa ni kwamba wajaribu kuthamini na kupenda vile vya kwa wanafanya kwa kadri ambavyo wanavyoweza, lakini haipo kivile kama ambavyo wasanii wanavyohitaji. Kwa sababu mimi kikubwa ambacho nakitegemea kutoka kwa serikali ni amani ambayo wanaidumisha. Lakini kwenye kupushi muziki wangu wanafanya mimi mwenyewe jitihada hizo. Lakini kuna watu hatufanani, unajua. Sio kila mtu anaweza kujisimamia na kuweza kupush. Kuna watu wanahitaji msaada. Kama hawezi kuwasaidia kifedha, basi hata kama wana fursa ambazo wanazipata kama viongozi kuweza kuwapenyeza hao wasanii ambao wanaamini kabisa wazao wa Zanzibar na wanapeperusha bendera ya Zanzibar, basi waweze kuwainua, yani kuwashika mkono na kuwainua ili waweze kujihisi kabisa kwamba tunasapotiwa kikamilifu na serikali yetu, lakini pia na hiki chombo ambacho kilichowekwa kwa ajili ya sanaa. Kiukweli wizara ipo na inajitahidi labda kwa upande mwingine kwa sanaa zingine, lakini muziki sioni kama kuna nguvu kubwa kiasi hicho. Kwa hiyo waweze kuitazama kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sanaa ya muziki ni sanaa ambayo ina mchango mkubwa sana. Ina mchango mkubwa sana kwa sababu sisi tunaposafiri kwenda mataifa ya nje tunasaidia, kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho kinachochangia kwa ukubwa sana pato la taifa la Zanzibar ni utalii. Tunapokwenda tunaitangaza sana Zanzibar, na wasanii wengi huwa wanavutiwa, ama wageni wengi wanavutiwa kuja kutembea Zanzibar baada ya kuona na kuhadisia yale mazuri ambayo yanayopatikana. Mfano, kuna tamasha la Sauza Busara, ama kuna mimi warusi ambao walioniwekea hela kuweza kulifanya hili jambo la uzinduzi wa albamu yangu. Hao wamevutiwa na kitu ambacho ninachokifanya, na huwa wanakuja kila mwaka. Imagine
Kwa hiyo unaweza kuona nguvu ambayo kama wasanii tunayo. Kwa hiyo waweke hiyo nguvu kwenye hii sanaa, sio tu kuingiza pato la taifa, lakini pia sanaa ya muziki ni sanaa ambayo inayotunza misamiati ya lugha pia. Kama kuna maneno ambayo yanaweza kupotea, mtu ukija kuangalia kusikiliza nyimbo ambazo ziliimbwa zamani, unaweza kuona kwamba watu walitumia maneno gani kwenye uhitaji wa jambo gani. Kwa hiyo kama hawaoni manufaa yake kwa ukubwa huo, mimi niwaambie tu kwamba sanaa ya muziki ni sanaa ambayo ina umuhimu mkubwa sana, lakini pia inasaidia kutangaza taifa, lakini pia kuwaleta wageni ambao pia wanachangia pato la taifa. Kuna mgeni fulani aliwahi kuja, tulikuwa tuna performance pale chuoni, kutoka wapi yule kama sikosei, nimetoka nchi gani, lakini baada ya kuja tu aliniambia, mimi nimekuja hapa kwa sababu nataka nione performance ya taarabu asilia. Imagine, mtu katoka kwao kashasikia hivyo, tumekuja hapa kwa ajili hiyo tu Zanzibar. Na mimi wanapata emails kutoka kwa wataalamu tofauti kutoka vyuo tofauti huko duniani, kutaka kujua muziki wa asili wa hapa upoje, historia na nini vitu kama. Kwa hiyo waweze kuona wa nje wanathamini, wanajua ukubwa wa tasnia hii wa ndani. Yangu ni hayo, na huo ndio wito wangu kwa serikali yangu tukufu ambayo iko chini ya Mheshimiwa Rais wangu mpendwa kabisa, Dr. Hussein Ali Mwinyi, basi na wizara teule uweze kuona tasnia hii kwa ukubwa sana. Mimi niko na misimamo yangu. Muziki bila matusi inawezekana. Wao wanapotoshwa na kuamini kwamba labda kuvaa uchi ama kuimba matusi, kuimba lugha ya wazi sana ndio watu wanapenda. Hapana, kwa sababu watu wanawakaririsha hivyo. Yaani mimi nachefushwa sana na nyimbo za matusi. Kwa hiyo tuache hayo mambo. Mimi ukija kusikiliza nyimbo zangu, album ambayo nakwenda kuinani, utanielewa. Hakuna humo. Kama nitazungumzia mapenzi, hautonisikia nimeongelea tusi kabisa. Kwa hiyo muziki bila matusi, bila kuvaa uchi inawezekana sana tu kabisa.